Hujambo mtazamaji, kwa mara nyingine tena karibu kwenye taarifa za Dira ya Wiki sehemu ya pili, ambayo inaanzia sasa mwendo wa saa 1 hadi mwendo wa saa 2, ambapo tutakuwa na taarifa za michezo na hata zile ambazo zimejiri siku ya leo, bila kusahau mahojiano katika sehemu yetu ya pili. Mtazamaji, naitwa Manzu. Tuanze na vidokezo. Mfanyi biashara Faisal Mohamed amehukumiwa kifungo cha miaka 20 kwa hatia ya kupatikana na pembe za ndovu za kima cha shilingi milioni 44. Mimi ni mwana wa wanga na Mungu. Kiongozi wa CORD Raila Odinga akamilisha ziara yake ya siasa huko magharibi mwa Kenya, japo kulikuwa na makabiliano baina ya wafuasi. Mwanamuziki maarufu wa mtindo wa rumba Koffi Olomide awashangaza wengi kwa kumpiga teke mwanamke. Vile wamekuona hapa kama rais, sasa wameanza kuamini kweli. Na katika mirindimo, vita vya mapenzi vya shamiri, huku naibu wa rais William Ruto akitaka heshima ya kuitwa mkubwa. Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Kiongozi wa CORD Raila Odinga amekamilisha ziara yake ya siasa ya siku 5 katika sehemu ya magharibi ya Kenya, huku kikishuhudiwa makabiliano miongoni mwa makundi mawili ya vijana katika sehemu ya Mumias. Hata hivyo, maafisa wa polisi waliwadhibiti vijana hao na Raila Odinga akawahutubia wananchi katika maeneo mbalimbali. Mwanahabari Robert Wanyonyi baadaye kidogo tu anatutumia taarifa hiyo kutoka sehemu ya magharibi mwa Kenya. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa ambazo tuliweza kuzipokea mapema asubuhi ya leo, ni kwamba kulikuwa na kizaazaa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi mapema leo, wakati mwanamuziki tajika wa rumba Koffi Olomide alipowashangaza watu baada ya kumpiga teke mmoja wa mwanabendi wake wa kike punde tu baada ya kutua katika uwanja huo. Walioshuhudia wanasema kuwa Koffi Olomide alikuwa akimkinga mkewe Cindy, ambaye alikuwa anakabiliwa na mmoja wa wanaochochea katika bendi hiyo. Haijajulikana makabiliano hayo yalitokana na nini. Matamshi ya mwanamuziki huyo uliostahili kuandaa tamasha Koffi Olomide humu nchini mwezi wa Mei mwaka huu hayakufanyika baada ya kifo cha Papa Wemba. Koffi anatakiwa kuwatumbuiza mashabiki katika eneo la Bomas wikendi hii. Bring the microphone. Bring the microphone. The girls now excited, they fight in Europe. Hata hivyo, mtazamaji, kupitia mtandao wake wa kijamii, Koffi Olomide alijitokeza na kuomba radhi kwa tukio ambalo kitendo ambacho alikifanya mapema asubuhi ya leo kwa mashabiki wake hapa nchini Kenya. Tukiendelea na taarifa zaidi, mtazamaji, ni kwamba kiongozi wa CORD Raila Odinga alikamilisha ziara yake ya siasa ya siku 5 magharibi ya Kenya, huku kikishuhudiwa makabiliano miongoni mwa makundi mawili ya vijana huko Mumias. Hata hivyo, maafisa wa polisi walipata kuwadhibiti vijana hao na Raila Odinga akawahutubia wananchi katika maeneo mbalimbali sehemu hiyo. Mwanahabari Robert Wanyonyi sasa ametuandalia taarifa kutoka sehemu hiyo ya magharibi ya Kenya. Vurugu na patashika katika eneo la Mumias kabla ya ujio wa Raila Odinga mjini Mumias akikamilisha ziara yake magharibi mwa Kenya. Vijana walijikusanya wazima na kutumia mbinu kadha kufikisha ujumbe wao. Kulikuwa na athari kubwa kwa shughuli za usafiri. Vijana hao walikuwa wakitaka kuzuia msafara wa Raila, lakini polisi wakadhibiti hali, huku Raila akizungumza na wajumbe wa chama chake. Raila ndiye ameangusha kiwanda ya sukari ya Mumias. Uongo mtupu.
Uongo mtupu, Raila na deni ya milioni 300. Taka. Viongozi wengine wakichukua fursa hiyo kumkashifu seneta wa Bungoma Moses Wetangula kutokana na matamshi yake kuwa wakati wa Raila kuwania kiti cha urais umepita. Usianze kusumbuka atunatembea Kenya mzima na wenzako co-principals kutafuta nani ndiye atakuwa flag bearer wa CORD. Wewe kuja tu Bungoma, upige usimame, yule mwingine asimame, yule mwingine ni Moses Wetangula. Asimame, wewe usimame, tupige laini, tutaona nani ndiye atakuwa na watu wengi. Huku Raila akiendeleza mikutano yake katika kaunti ya Kakamega, huko Budalangi, aliyekuwa katibu mkuu wa ODM Ababu Namwamba alikuwa na mkutano wake. Ningependa kushtumu vikali zaidi na kukemea vikali zaidi kisa kilichotendeka hapa Budalangi juzi. Ya kwamba walimshambulia mwanahabari wa televisheni ya K24. Kama unataka kuja kuomba kura katika hili eneo letu, tafadhali omba kura kwa amani na utulivu. Usikuje hapa na vitisho. Kwanza unaingia katika eneo letu na ubebeba mabasi, malori ya watu kutoka nje. Sasa umekuja kutuzungumzia sisi ama umekuja kuzungumzia wale ambao umebeba kutoka Kisumu, sijui kutoka Siaya, sijui kutoka Teso? If you want to talk to our people, talk to our people. Don't hire thugs to intimidate and hurt our people. Baada ya mkutano wa wajumbe wa chama uliofanyika Matungu, Raila alihutubia mikutano mingine ya hadhara katika maeneo ya Shianda na Mumias kabla ya kukamilisha ziara ya eneo katika soko ya Musanda. Ziara yake Raila Odinga ya siku 5 katika eneo la Magharibi inakamilika hivi leo, huku kukiwa na makabiliano katika eneo la Mumias. Na licha ya hayo, Raila amewaambia wafuasi wake wawe imara, huku wakiweka macho yao kwa kipute cha mwaka 2017. Robert Wanyonyi, KTN leo, katika eneo la Shianda, kaunti ya Kakamega. Tume ya usimamizi wa haki imependekeza kwamba tume ya IEBC itakayobuniwa ijumuishe makamishna 4 au 5 wa kutoka mataifa ya kigeni na mmoja wao awe ndio mwenyekiti. Mwenyekiti wa tume hiyo Otiende Amolo pia ametaka mabadiliko yafanywe kuhakikisha kuwa mahakama ya juu inashughulikia uchaguzi wa urais pekee. Walipofika mbele ya